Hali gani mtazamaji wa ITV pamoja nawe msikilizaji wa Radio 1 popote pale unapoendelea kufuatilia yetu matangazo. Ni siku nyingine ninapokualika katika kipindi cha dakika 45, kipindi ambacho huandaliwa na kurushwa kupitia studio za ITV Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mimi ni wako mtangazaji Deogratias Royunga. Leo hii mgeni wetu ni balozi wa Tanzania nchini Sweden, Dr. Wilbrod Slaa. Balozi, karibu katika dakika 45. Asante sana. Ni mara ya pili tunakaa pamoja hapa. Kuja katika mkutano wa SADC kama sikosei, kushiriki hapa, kaondoka na umekuja tena nchini Tanzania. Nikualike. Asante sana. Naam, kwa kwanza kipindi chetu, Dr. Tuambie ujio wako safari, manake nyinyi mabalozi mnapokuja, sawa kuna wakati mnakuja mapumziko, lakini tunapoona mara kwa mara kunakuwa na jambo ambalo limewafanya nje nchini. Tuambie ujio wako wa safari, umekuja na nini? Safari hii nimekuja na ujumbe wa wafanyabiashara pamoja na wawekezaji kutoka Sweden. Unaweza ukatuambia labda ujumbe huo wa msafara huo wa wafanyabiashara na wawekezaji mlikuwa wangapi, na katika mkutano mlokaa nini hasa kimezaliwa hapo? Katika ujumla tulitegemea kwamba tungekuwa na makampuni 30 wakati tumefikia mwisho wa maandalizi kwa upande wa Stockholm, upande wa Sweden. Lakini bahati mbaya kama kila mmoja anavyofahamu, wiki chache zilizopita tulianza kupata pigo kubwa dunia nzima, hili ambalo sasa limetangazwa kama janga la kimataifa, yani pandemic, swala la corona COVID-19 ambalo limeathiri dunia nzima. Na kwa bahati mbaya makampuni mengi makubwa ya biashara na wawekezaji yana sera za ndani mbalimbali ambazo zinawazuia kusafiri katika kipindi cha majanga kama haya. Na hii ni kwa sababu wenzetu kule Ulaya wanategemea sana insurance kwa malipo yao, yani bima ya afya. Na sera za bima nyingi za afya zinawazuia kusafiri kwa sababu bima hazilipi gharama za matibabu ya vitu ambavyo katika sera yao vimezuiliwa. Na safari wakati wa majanga haya imezuiliwa. Kwa hiyo watu wengi wanaogopa kwamba wakisafiri basi hawatapata huduma zao za afya zinazotakiwa. Na kwa sura hiyo makampuni mengi yalijitoa. Na hiyo hali iliendelea mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu hata kila nchi kadiri inavyoathirika ndio kadiri ilivyokuwa inachukua tahadhari zaidi. Na upande wetu uliathirika hizi siku za mwisho zaidi. Kwa hiyo mpaka siku moja kabla ya mkutano kuanza, basi tulikuwa tunapata makampuni yanayojitoa. Lakini hatimaye tulipata makampuni 18 ambayo yalishiriki kwa wageni wenyewe kutoka Sweden, na baadhi walileta washiriki wao, partners, yani agents wao walioko nchini Tanzania. Kwa hiyo tulipata makampuni 18 katika ujumla mwisho wa yote. Lakini tukumbuke kwamba mkutano huu ulihusisha Afrika ya Mashariki nzima. Kwa hiyo wafanyabiashara wa Tanzania walikuwepo, wafanyabiashara kutoka nchi zote za Afrika ya Mashariki pia zilikuwepo. Kwa hiyo kwa jumla yote mkutano ulikuwa na watu kama 200 hivi. Naam. Hivi tunavyozungumza sasa, umekuja na wafanyabiashara pamoja na wawekezaji. Wawekezaji hawa kuna baadhi ya maeneo labda wameainisha na wameweza kutembelea kwenda kuangalia fursa za uwekezaji? Ndio, makampuni, kila kampuni ina mwelekeo ambao inataka kuwekeza au kufanya biashara. Hawa ni wafanya biashara kutoka Sweden kwa upande moja, lakini kwa upande wa pili ni Afrika ya Mashariki nzima. Kwa hiyo kulikuwa na kubadilishana uzoefu vile vile, mambo yanayotakiwa katika kukuza biashara baina ya nchi hizi mbili, vikwazo vilivyoko katika ufanyaji biashara baina ya nchi hizi, Afrika Mashariki pamoja na Sweden, na namna gani changamoto hizi zinaweza kutatuliwa, na serikali zinafanya nini kusaidia kuondoa hizi changamoto mbalimbali. Wanaanza mizunguko katika miradi mbalimbali ambayo iko hapa karibu na Dar es Salaam. Kwa mfano, eneo moja kubwa ambalo linatembelewa ni eneo la kituo ambacho kinaandaa magari yatakayotumia gesi. Kama unavyojua sisi ni wataalamu wenye tuna utajiri mkubwa sana wa gesi nchini kwetu, na wenzetu wanatumia gesi lakini mpaka waagize. Sasa sisi tunayo hapa. Kwa hiyo sisi badala ya kutumia vyanzo vingine vya kuendeshea mitambo, sisi tufikirie zaidi namna ya kutumia mitambo yetu
iendeshwe kwa kutumia rasilimali tulizonazo, na gesi ndio rasilimali tulionayo. Kwa hiyo kuna kituo ambacho kimeanza kuandaa magari ambayo yataanza kutumia gesi badala ya diesel au petroli. Na labda nilifafanue hili kidogo. Wote sasa hivi nafikiri kila mmoja ameshaona athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Hii hali tunayoona ya mvua sio ya kawaida. Mimi katika miaka yangu mingi nimekaa, tangu nimezaliwa sijawahi kuona hii hali ya mvua inayoanza karibu mwezi Oktoba, Novemba na kuendelea mpaka kipindi mfululizo, na inanyesha nchi nzima kwa wakati mmoja. Hili si jambo la kawaida. Kwa ili kuzuia athari ya mabadiliko haya, kuna mkutano ulifanyika kule Paris na kuja na kitu kinachoitwa Paris Agreement. Ni mkutano wa Umoja wa Mataifa na uliagiza kila nchi ichukue tahadhari ya namna ya kukabiliana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa sisi katika hali yetu ya kawaida tulijua hili ni kitu cha mbali sana, labda ni Ulaya. Kwa hiyo sisi haituathiri, lakini ndio tumeona sasa inatuathiri. Kwa hiyo lazima tufikirie tunafanya nini. Sasa wenzetu ambao kila siku wanafuatilia tabia ya hali nchi, hiyo mabadiliko ya hali ya nchi, wao kwa mfano nchi za Nordic wameamua kwamba ifikapo mwaka 2030, ambayo ni miaka 10 tu ijayo, hapata kuwa na gari la diesel wala petroli barabarani. Wao wanaondoka kabisa kwenye magari ya diesel na petroli, kwa sababu magari haya yanapotembea, na hata kwa macho unaona exhaust ya gari kule, unaona moshi unatoka. Sasa kadiri unavyokuwa na idadi kubwa ya magari, basi unachangia katika kuchafua hali ya hewa. Na wao wamesema ili kuondokana na hiyo hali 2030 hakuna tena magari. Kwa hiyo wanatafuta njia nyingine ya magari, maana yake hatuwezi kufanya bila magari. Lazima tutumie magari kwenda safari za mbali, lakini hata kwenda toka nyumbani kwenda kazini mara nyingi tunahitaji. Hata kwenda kwenye sehemu za anasa tunahitaji magari yetu. Kwa hiyo wao wameanzisha magari ya umeme na yameshaanza kutumika, na viwanda vimeanza pia sasa kuyapunguza kutengeneza magari ya petroli. Kwa hiyo 2030 hakuna kabisa. Sasa sisi hali yetu ya umeme, pamoja na kwamba katika Afrika sisi tunaweza kuwa miongoni mwa nchi za kwanza na labda ni ya kwanza kwa kuweza kupeleka umeme kila mahali. Hii jitihada inayofanywa sasa hivi na serikali ya awamu ya 5 ya kupeleka umeme kila mahali, na tukijumlisha na tulikotoka kwenye serikali ya awamu ya 4 ukiunganisha na hii inayofanyika sasa, tumefika karibu vijiji 9,000 kama sikosei, kati ya vijiji vyetu 12,000. Kwa vimebaki vichache sana, na tunaweza kuwa ifikapo 2022 hivi tumemaliza karibu vijiji vyote. Lakini bado mtandao wa kupeleka umeme na kutengeneza vituo vya kuweza kuchaji magari, maana unahitaji kuwa kama na petrol station. Vituo hivyo lazima iwe kama petrol station, na mara nyingi viko kwenye petrol station. Sasa uweze kuvipeleka kila mahali ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo ili kufikia hatua hiyo, sisi labda itachukua muda mrefu zaidi, kwa sababu hata tuliopeleka sasa, hata kwenye nyumba sio kila mahali kila nyumba imepata. Tunagusa tu labda kwenye kijiji, tumetengeneza mtandao, kila mtu anavutia kwake, na vivyo hivyo wafanyabiashara wataendelea kupeleka hiyo hali sasa vijijini. Lakini njia rahisi zaidi kabla ya kufikia hapo ni kwa nini badala ya kutumia umeme tusitumie gesi yetu ambayo ni chipa pia kuliko hata umeme wenyewe. Kwa hiyo kwa maana hiyo kuna watu wameshaanza kutumia teknolojia ya kutengeneza magari hayo. Na Tanzania hatuko mbali, tumeshafikia hatua hiyo. Na gari moja tayari limeshatengenezwa, mengine mawili naambiwa kwamba yako tayari barabarani. Kwa hiyo tayari tuko kwenye hatua hiyo. Sasa tunataka wenzetu wenye utaalamu wa utengenezaji wa magari namna gani wanaweza kushirikiana na kampuni zetu katika kutupeleka kwenye teknolojia hiyo. Naam, mbali ya kutembelea huko, maeneo gani mengine ambayo wanatembelea? Wanataka kwenda kwenye huu mradi wa rapid transport, naita ni magari ya mwendo kasi jijini Dar es Salaam. Hili ni jambo lingine la pili ambalo sisi kwetu labda ni geni sana, na mara nyingi hatulifikirii. Wenzetu pia kule kwao namna ya kupunguza hii hali ya mabadiliko ya tabia nchi,
ni kuwa na magari ambayo yako friendly kwenye hali ya hewa, yako friendly kwa matumizi ya kawaida ya binadamu, na licha tu ya kubadilisha labda umeme, petroli, diesel, lakini mtandao wenyewe wa gari yenyewe unavyotengenezwa ni mtandao ambao unasaidia hali ya hewa isichafuke. Sasa magari haya sisi kule Sweden yako mengi. Kwa mfano kampuni ya Scania, kampuni ya Volvo, wao wametengeneza magari ambayo ni atmosphere friendly au yako rafiki kwa hali ya hewa. Kwa hiyo wanataka kwenda kutembelea kampuni yetu ya Udart ili kuona namna gani sasa watashirikiana na hawa kupata teknolojia hii ambayo kule kwetu ni kitu cha kawaida. Dr. Mbali ya mkutano huo, tuangalie sisi kama nchi sasa Tanzania. Unadhani nini kifanyike ili tuweze kuimarisha mahusiano yetu ya kiuchumi na kibiashara baina yetu sisi Tanzania na Sweden? Hatuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kufanyika, lakini baadhi tayari tunayafanya. La kwanza ni sisi kama ubalozi katika kutekeleza hicho kinachoitwa diplomasia ya uchumi, tunafanya mikutano mingi sana na wafanyabiashara wa aina mbalimbali. Lakini kitu cha kwanza ili uweze kufikia hapo ni kutambua kuna fursa zipi. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya ubalozi ni kutambua hizo fursa kule tunakofanya. Na hii kazi sio ya kwetu ya ubalozi wa Stockholm tu. Kazi hii inafanyika na balozi zote popote pale zilipo. Kwa hiyo kila ubalozi unaangalia mazingira ya kwao kufuatana na ukubwa wa maeneo yao, kufuatana na aina ya biashara na uwekezaji ambao unapatikana katika maeneo. Hizi ni fursa kwa sababu kila nchi zinatofautiana. Hata hizo nchi zilizoendelea na wao wanaachana, wanapishana katika aina ya vitu ambavyo wanavifanya. Kwa hiyo ni kila ubalozi unaangalia pale kwake kuna fursa gani, na sisi tumeangalia, ndio maana kwanza tunatambua, lakini pili tunawaendea. Na mara nyingi kwa kuwaendea huwezi kwenda moja moja kwa sababu hutakuwa na muda huo kuwatembelea kila kampuni pekee yake. Kwa hiyo tunapanga hata kule makongamano. Kwa mfano nikitoka hapa tarehe 19 tayari nina kongamano lingine na kundi la wawekezaji. Na kazi ni kukutana nao, kuwaelewa zaidi, lakini kuwashawishi pia kwamba hizi fursa ambazo nyinyi mnazo hapa, hizi fursa zinaweza kuhitajika kule kwetu. Kwa hiyo tukijipanga tukakutana na wawekezaji wengine wa Tanzania, sio lazima wawe hawa kwa sababu fursa zinatofautiana. Kwa hiyo tukifunga safari nyingine tena au tukapanga utaratibu mwingine wa kuwakutanisha, ndivyo tunavyoweza kubadilisha hizi fursa baina ya nchi zilizoendelea na nchi zetu ambazo zinatafuta maendeleo. Mtazamaji wa ITV, msikilizaji wa Radio 1, unafuatilia kipindi cha dakika 45 na mgeni wetu leo ni balozi wa Tanzania kule nchini Sweden, Dr. Wilbrod Slaa. Balozi, tuambie kwa sasa sisi kama taifa Tanzania tunanufaika kwa kuuza bidhaa zipi hasa kule Sweden? Tukizungumzia biashara sisi na Sweden, kwa kweli Waswidi kwa upande wao wamejitahidi kuwekeza upande wa kwetu. Nikizungumza kwa ujumla makampuni ya eneo langu la Nordic, kwa sababu ninasimamia nchi za Nordic ambazo ziko 5, ninasimamia nchi za Baltic ambazo ziko 3 pamoja na Ukraine. Sasa nikizungumzia tu nchi za Nordic kwa pamoja, kwa miaka kadhaa kama miaka 20-30 sasa, kuna makampuni tayari yalishafika huku. Na kwa jumla mpaka juzi nilipokutana nao, nilipofika tu kicha kwanza nilikutana nao, lakini kuna makampuni takriban 50 ambayo tayari yanafanya kazi kwetu hapa. Makampuni 50? Kama makampuni 50. Na umepata kujua wamewekeza katika maeneo gani hasa? Yako kwenye maeneo mbalimbali. Kuna wanaofanya kazi wako kwenye maeneo ya viwanda, kwa maana ya viwanda vyenyewe hasa vinavyotengeneza bidhaa mbalimbali, lakini wako kwenye products za misitu, pia wanatengeneza vifaa vinavyotokana na bidhaa za misitu na kadhalika. Tukumbuke kwamba nchi hasa za Nordic ndio zilianzisha miradi mikubwa ya misitu Tanzania, na wao wenyewe kule kwao wanajulikana sana kwa bidhaa za misitu. Kwa sababu nchi yao ina misitu mikubwa. Nchi nzima ukifika si ajabu ni vigumu kuona nyumba
kwa sababu zote ziko ndani ya misitu. Na ndio maana kila siku tunahamasishwa kupanda miti huku kwetu. Sasa kwa maana hiyo, wao miaka mingi, hasa wakati wa Mwalimu, waliwekeza sana katika upandaji wa miti, na misitu yetu tulionayo kule South Hill, misitu yote ile ukanda wote wa Iringa, Njombe, mpaka Mbeya, kimsingi ni kazi yao. Kwa hiyo hawa walikuwepo toka miaka mingi iliyopita na wameendelea kuja katika maeneo mbalimbali. Sasa products zao hizo bado zinaendelea. Lakini maana yake ni nini? Ukizungumza kitakwimu, Sweden hapa kidogo inaonekana, na nafikiri iko kama kwenye 2% ya biashara zao na nchi zingine ndio iko Tanzania. Wanafanya biashara zaidi na nchi za Ulaya, za EU, wao kwa wao. Lakini nje ya hapo kwetu sisi, ukizungumza kitakwimu, biashara zao hapa kwetu ni kama 2% tu. Sasa kama za kwao ni 2%, maana yake ungetumia graph kidogo tu ndio inajitokeza kwenye ule mstari wa chini. Lakini sisi kwa upande wa kwetu, hata percentage yake ni ngumu kusema, kwa sababu ni 0 point. Sasa hiyo hata kitakwimu ni kile ambacho wataalamu wangeita ni insignificant. Yaani karibu ni biashara hakuna ambayo sasa hivi tunafanya. Lakini haina maana kwamba hakuna kitu kinachofanyika. Mpaka sasa hivi tunapozungumza, kuna makampuni ambayo kwanza zile products wanazotengeneza kama za mbao na nini zinapelekwa kwao. Bidhaa nyingi za kiviwanda kule kwao huwezi kupeleka kwa sababu wanavyo vikubwa na vya manufaa zaidi. Kwa vile kimsingi ni kwa ajili ya matumizi yetu ya hapa. Lakini kuna bidhaa ambazo zinatoka nje, na Watanzania wachache pia kuna bidhaa wanazipeleka, lakini ni kidogo sana. Kwa hiyo ungezungumza kiuchumi, ungesema kuna deficit balance of trade, yani ile upande wa hasi na chanya wa kibiashara. Sasa ukizungumza hivyo, lazima sisi tufanye kazi zaidi kuhamasisha na Watanzania waweze kupeleka bidhaa zao Ulaya, Sweden. Na Sweden tuwahamasishe zaidi pia waendelee kufanya biashara na sisi, ili tukuze sasa biashara baina ya nchi mbili hizi. Hiyo ndio kazi ambayo tunaifanya sasa hivi. Sasa ukichukua hiyo hali ya kwamba huko nyuma tegemeo letu kubwa katika nchi za Nordic ilikuwa ni tulichoita kwa muda mrefu development assistance. Yani tangu uhuru na kidogo hata kabla ya uhuru, Sweden na nchi za Nordic kwa jumla wao walikuwa wanatusaidia zaidi kwa misaada ya kijamii unaweza kuita. Kwa mfano, wengi wao walikuja kujenga hospitali, wengi wao walikuja kutusaidia miradi ya elimu, wengi walikuja wakatusaidia miradi ya maji, miradi ya afya. Na ndio maana ukienda mahali hasa kule vijijini kabisa, unakuta huduma zao za taasisi za Kinordic, hasa zilizopitia makanisa. Baada ya uhuru wakaingia zaidi sasa kuisaidia serikali, na mwanzoni walikuwa wanatusaidia serikali kwa lengo la kutusaidia ili kujenga uwezo wetu wa kuzisaidia nchi za kusini mwa Afrika zipate uhuru. Hiyo ndio malengo ya awali kabisa. Na ndio maana tukawa na mahusiano almost ya kindugu sisi na nchi za Nordic, kwa sababu msaada yote ambayo sisi tulipata kimsingi kusaidia wale tulipata kutoka Nordic countries. Lakini tulipobadilisha sisi sera ambayo kutoka kwenye kutegemea misaada ya kimaendeleo au development assistance, development cooperation, kuna majina mengi hapo yanatumika kwa kuchanganya. Sasa tumebadilisha sisi sera. Tunasema sasa tunataka zaidi watu na watu. Misaada ambayo itaunganisha wa Tanzania moja moja na wa Sweden au wa Nordic moja moja, kwa maana ya kibiashara. Hiyo misaada sio ya kiserikali. Hii misaada ni kazi inayofanyika kati ya Mtanzania na kazi inayofanyika na Mswidi. Hawa wawili wakiungana, wakiwekeza hapa, taifa linapata manufaa, na labda tutapata muda wa kuliongelea hilo pia. Sasa hii ndio kazi ambayo sasa hivi inaendelea. Kwa hiyo kwa maana hiyo, bidhaa hizo ambazo umeziuliza ni zipi tunazipeleka kule. Kwa kipindi hiki sasa tulipoanza, na ndio mwanzo wa watu wa Sweden kuanza kununua bidhaa kutoka kwetu. Kwa mfano, kuna korosho zinanunuliwa, na hii kazi imeanza mwaka jana baada ya hii jitihada ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, baada ya kuona alipoingilia kwamba hii korosho zetu hatunufaiki.
Kwa hiyo mabalozi tukaombwa tufanye kazi sasa ya kupata wawekezaji, wanunuzi katika biashara ya korosho. Kwa hiyo na sisi Sweden tukajitahidi. Ninao sasa hivi wafanyabiashara kama 6 ambao wanawekeza katika korosho. Mmoja sasa hivi yeye anaingia kwenye processing, kuongeza thamani ya korosho zetu. Ambalo litatusaidia sio tu kwa maana ya biashara kutoka hapa kwenda Sweden, lakini itatusaidia pia kuajiri vijana wetu hapa nchini. Hiyo ndio maana ya kila siku rais kusema tunapowekeza kwenye viwanda tunatengeneza ajira. Lakini vile vile hao wanasaidia sasa, ukishaongeza thamani, serikali itapata fedha zaidi, kodi ya nchi itaongezeka, bandari zetu zitapata pesa kwa sababu tuta export kupitia bandari zetu. Kwa kuna mlolongo mzima wa mapato yatakayotokana na kazi za namna hiyo. Lakini kuna zao jipya ambalo pia tumeligundua, na tuna kampuni moja kubwa ambayo sasa hivi inaingia kwenye kuingiza zao linaloitwa pistachio. Nina hakika watu wengi hawajui hilo zao. Msingi hata mimi mwenyewe nilikuwa sijui hilo zao, na hata wataalamu wengi wa serikali pia hawajui ni zao hilo ni kitu gani. Jina lipo, lakini baadaye tulipoanza kutafiti tukakuta ni zao lenye thamani kubwa, karibu sawa na korosho, lakini hatukuwa tunalijua vizuri sana. Wenzetu wanalitumia kwa kutengeneza vitu mbalimbali, hasa kwenye keki, kuchanganya kwenye keki, kuchanganya hata kwenye chakula cha kawaida kama wali, ni kama spice. Zaidi inapatikana Zanzibar, lakini kwenye ukanda wote huu wa pwani kuanzia Tanga mpaka Lindi inapatikana, japo kwa kiwango kidogo. Lakini sasa hivi tunaingiza makontena ya tani 20. Kimsingi ukiingiza ndani ya kontena kama tani 18, tumeshaingiza tayari tani kama makontena zaidi ya 16 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo na wana lengo la kuingiza kila miezi 6. Sasa changamoto ni sina hakika kama sisi suppliers wetu, wale wafanyakazi wa upande wa kwetu, wana uwezo wa kuhimili hilo hitaji. Maana tatizo letu sisi kubwa ni kwamba tunaweza tukaanzisha kitu, lakini huku hatuna sustainability. Hii ndio changamoto kubwa kwa serikali yetu, lakini hata kwa wafanyabiashara moja. Lakini changamoto ya pili pia ni uaminifu. Bahati mbaya sana experience yetu kwa muda huu mfupi ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara wetu pia sio waadilifu. Kwa mimi ningetoa rai hapa moja kwa moja kwamba kwa kweli tunapopata hizi fursa, wazungu ni watu ambao ukifanya biashara mara moja wanakupima sio tu uwezo wako wa kupeleka, lakini uadilifu wako. Sisi tuna matatizo mawili. Tatizo la kwanza, hatuna usafiri wa moja kwa moja, na ndio maana tunapozungumza kila siku na kumsifu rais kwa ujasiri wa kununua ndege, tunalenga huko mbele kwamba tuweze kuwa na uwezo wa kupeleka bidhaa zetu moja kwa moja. Sasa hivi nchi za jirani zinanufaika kwa sababu au zina ndege moja kwa moja au ndege zao zimeingia kwenye mashirikiano na mashirika makubwa ya ndege. Kwa hiyo kila asubuhi kuna ndege inatua. Na tena uone walivyo wajanja. Ndege hiyo inatoka hapa kwetu kwenye saa 4 usiku au saa 5 usiku. Saa 1 imeshatua kwao. Ndani ya saa 1 bidhaa hizo za mboga, na unajua mboga zinatakiwa zifike fresh. Saa 1 asubuhi tayari ziko maduka ya jumla. Kwa hiyo haya maduka unakuta asubuhi mtu anapata mboga anazipatia pale. Zimetoka Tanzania, lakini bahati mbaya hazina jina au packaging yenye nembo ya Tanzania popote. Nembo iliyoko ni nembo ya nchi jirani, kwa sababu imechukuliwa na ndege hiyo, imechukuliwa kutoka Tanzania, lakini hata packaging tokea Tanzania imewekwa na kampuni ambayo inaungana na hiyo nchi jirani. Kwa hiyo unakuta ni hali kidogo ambayo haionyeshi picha sahihi. Hata ulipouliza ile swali tukasema biashara yetu ndogo sana, sehemu nyingine ya biashara yetu imejificha humo. Kwa hiyo tunafanya biashara lakini hatuioni. Kwa hiyo nadhani ni sisi kama serikali, na sisi kama wafanyabiashara, na sisi kama Watanzania tuwe na uzalendo wa kulinda mali zetu, kuzipackage vizuri kwa nembo yetu, na manufaa yarudi kwetu. Sasa hivi tunapoteza manufaa
lakini hata jina letu halisikiki pia kwenye soko la dunia. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande mmoja tunaona kwamba tunapoteza mapato, tunapoteza faida ambayo inaingia, lakini pia tunapoteza fursa ya Watanzania kuingia kwenye soko la nchi kama zetu. Dr. Umesema kuna mfanyabiashara au mwekezaji anataka kuweka kiwanda cha kuchakata hapa korosho na anakutana na bila shaka waziri wa viwanda na biashara. Ndio. Hem, tuambie, wakati rais anaingia madarakani alitaka vitu viende kwa kasi kadri kama yanavyokwenda, na ikiwa ni pamoja na kuondoa urasimu. Wawekezaji walikuwa wakipata tabu sana hapa, mpaka apate vile vibali ilikuwa inachukua muda. Wewe kwa nafasi yako wakilishi kule Sweden, hujapata malalamiko haya kutoka kwa wawekezaji kule wanaokuja hapa kwamba nimeshindwa kwa sababu kuna baadhi ya maeneo nasaidiwa, kuna baadhi ya maeneo nikifika na kuhamishwa, au unaona kuna mazingira fulani ambayo yanatengeneza mianya fulani? Kwa hiyo bwana Dr. nakushukuru kwa kunishawishi kwenda Tanzania, lakini nimenyanyua mikono niende sehemu nyingine. Hujapata malalamiko haya hivi karibuni? Nakushukuru mtangazaji, umeuliza hilo swali. Nilieleza kwenye mkutano sura hiyo. Kuna sura mbili ambazo zinajitokeza. Sura ya kwanza ni wafanyabiashara ambao wanaeleza historia yao ya kufanya biashara Tanzania, na hawa ni wale ambao nilieleza kwamba walikuwepo toka miaka mingi iliyopita. Walifika mahali wakataka kuondoka Tanzania, na wanalalamika kwamba kulikuwa na urasimu mkubwa, wanalalamika kulikuwa na biashara ya chini ya meza, yani ufisadi mkubwa sana. Huwezi kupata kitu bila rushwa, huwezi kupata kitu bila kutoa mlungula rushwa au sijui unaita nini, kuhonga mtu. Lakini kulikuwa na uzembe mkubwa sana pia serikalini, kuambiwa njoo leo, njoo kesho, njoo fanya nini. Mwisho wa yote wanakata tamaa. Watu walishaamua kwamba watumie hata bandari ya Durban badala ya kutumia bandari ya Dar es Salaam, japo ni karibu. Miradi mikubwa hata ya umeme kwa mfano, mtu analeta mitambo mikubwa sana. Unaona miradi ya umeme yote zile nguzo zote ni kubwa kubwa, ni ndefu. Kwa hiyo ni lazima kutumia bandari mara nyingi. Sasa unapoleta mitambo ya umeme ikichukua muda, waliamua kwa miradi kama hiyo kutumia bandari ya Durban. Na Durban kwa Afrika Kusini ni kilomita zaidi ya 1000 kutoka hapa kwetu. Kwa hiyo mtu anaamua kwenda kule, na mwisho anaona kwamba hapati faida kwa sababu ya kwenda umbali ule, lakini sababu ya kwenda umbali ule ni kukwepa hii milolongo ya matatizo ya kwetu ya ndani. Sasa hawa wametuambia kwamba tangu serikali ya awamu ya 5 kuingia madarakani ni miaka 4 tu. Hii ni taarifa ya mwaka jana. Maana saa hizi hii mikutano niliyofanya nao kwenye mwezi Oktoba Novemba mwaka jana, wanatuambia sasa hivi wanarudi kwenye bandari ya Dar es Salaam kwa sababu kwanza bandari imeongeza jitihada kubwa, na kwa kweli nawapongeza sana wafanyikazi wetu, mkurugenzi pamoja na wafanyikazi wake wa bandari ya Tanzania, na bahati nzuri nimepata nafasi ya kuitembelea. Lakini ya pili, wanasema pia ofisi za serikali rushwa imepungua, kimsingi haionekani, na hiyo iliyoko imejificha sana kama ipo, lakini ni ndogo ndogo. Lakini ya tatu, wanasema ucheleweshaji mkubwa uliokuwepo haupo tena. Kwa hiyo hii ni sura ya upande mmoja. Sura ya upande wa pili ni wanasema ni kweli kwamba speed ya utendaji kazi sio speed waliozoea wao kwao. Wafanya biashara si sawa na NGO. NGO ni vyama vya hiari, havifanyi biashara. Kwa hiyo havijali kama kuna kuongeza au kutokuongeza faida. Lakini mfanya kazi yeye kila siku fikra ya kwanza ni kupata faida yeye. Katika majadiliano mtaangalia wote wawili mpate faida, ambacho rais anaita win-win situation. Lakini win-win situation inakuja kama wewe mwenyeji uko makini. Kama wewe mwenyeji uko makini, yeye anachotaka ni faida yake. Na hakuna kampuni itakayofanya biashara bila kupata faida, angalau kidogo. Katika hiyo win-win, angalau kidogo aipate na wewe upate faida kidogo pia. Sasa inapochelewa, uamuzi unapochelewa wowote ule, uwe ni wa kusajili kampuni, uwe ni wa maamuzi kuhusu kodi, uwe ni waamuzi kuhusu namna ya kuingiza vifaa vinakaa bandarini miezi 2, 3, 4, kwa sababu labda kuna watu wa kodi wanataka kudelay kwa kiwango fulani, kwa sababu yoyote ile, iwe ni kwamba anataka karushwa kidogo au sababu yoyote ile ya kitaalamu. Lakini maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba zile fedha zimelala pale.
dakika moja kwa kujenga faida ni kubwa sana. Sekunde moja ni kubwa sana. Ikipotea tu hiyo sekunde moja, faida hutaipata tena. Na ndio maana nimetumia neno kwamba haya makampuni sio NGO. NGO unaweza kukaa nao utapiga mdomo zaidi, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinatokea. Wao wanajali zaidi thamani ya utu, thamani ya mashirikiano. Hiyo ndio kitu muhimu kwa NGO. Lakini NGO hazitafuti faida. Huyu anakuja anapima kwa dakika moja naweza kuzalisha nini na nitapata faida gani. Na kwa hivyo sasa wewe wa nchi wewe utahesabu kwa upande wako kwenye biashara unapata faida gani. Sasa wanasema tunapochelewa Tanzania hainufaiki wala wao hawanufaiki. Kwa sababu ile kitu imekaa tu labda bandarini. Au mtu ameomba kujisajili. Huko kwetu Sweden, kampuni mpya unaisajili ndani ya masaa mawili. Kiswahili kizuri nafikiri wanasema saa 2. Hakuna kitu kinaitwa masaa. Lakini mitaani tumezoea kusema masaa mawili. Ili ueleweke vizuri naomba nitumie hiyo Kiswahili cha mitaani. Kwamba ndani ya masaa mawili mtu anaingia ofisini, actually haendi ofisini, anajisajili online, anaondoka ameshapata hati yake. Masaa mawili. Lakini ukifika hapa kwetu mlolongo ni mrefu. Hata kama sasa hivi naambiwa kwamba imepungua, ndani ya miezi 3, 4, 6 unaweza kupata usajili. Miezi 6 ni mingi sana katika dunia ya ushindani. Leo fedha zinatafutwa kila mahali. Wawekezaji hao wanatafutwa kila mahali. Na nina uzoefu wa wawekezaji ambao mimi nimezungumza nao, wamechukuliwa wameenda nchi jirani baada ya kuona hapa kwangu, wamekuja mara ya kwanza, wamekuja mara ya pili, mara ya tatu wameenda nchi jirani na leo kampuni inafanya biashara. Na najisikia vibaya. Na nalisema hili ili serikali isikie. Na kama balozi najisikia vibaya. Watu niliowashawishi nataka wawekeze nchini kwangu, walete manufaa kwangu. Wamepigwa hiyo danadana, wananirudia wananiambia balozi, tunaona huku kwenu you are not investor friendly. Wameondoka hapa, wameenda kuwekeza nchi jirani, sitaki kuitaja kwa sababu sisi huko tunafanya kazi kama ndugu. Lakini pamoja na kwamba sisi mabalozi wa Afrika Mashariki tunafanya kazi kama ndugu, kila mmoja bado anaangalia kwake. Kwa hiyo inaniumiza mimi napoona wanaondoka hapa, wanakwenda nchi jirani na kazi inafanyika kule. Kwa hiyo serikali ni vizuri wakajua. Na hili ni vizuri na rais akaisikia, kwa sababu hiki kilio hatuwezi kuisukuma kama hatuwezi kulisema. Jipu halina dawa, ni kuzungumza wazi hadharani. Jipu halina dawa, ni mpaka uliminye japo linauma. Kwa hiyo nilishukuru sana kwamba umelitaja na nadhani ni changamoto kubwa, hasa tunapotoka kwenye kongamano kubwa. Watu wametoka kwa furaha wakishukuru kwamba sasa mazingira yamefunguliwa, lakini bado labda tunafanya biashara as usual. Hilo ni moja. Lakini la pili, tahadhari hizi ambazo ninazizungumzia za ucheleweshaji ziko kila mahali, hata kwenye hiyo ya korosho. Mimi huwa sizungukagi. Na niseme ukweli, mfanya biashara wangu nimemleta. Amefika hapa, taasisi ya serikali tuliyotaka negotiate iwauzie korosho. Wakati rais anahangaikia, lakini speed ya watendaji ilikuwa ndogo sana. Negotiation ilikuwa ngumu. Mimi nikaunganishwa kwenye WhatsApp. Siku hizi dunia ni ndogo. Mimi niko Sweden, kampuni yangu iko hapa, inafanya mkutano na taasisi ya serikali. Na napenda serikali ifahamu hiyo, kwamba tunaofuatilia kwa kila hatua siku hizi. Mimi niko kule, lakini wameniunganisha kwenye WhatsApp, nasikiliza mkutano. Bei wanayouziwa ni bei inayofanana na soko la dunia. Na ni vizuri waziri wa kilimo pia akaelewa. Bei wanayouziwa ni sawa na bei ya soko la dunia. Sasa nimesema kampuni sio NGO inayokuja kutoa hisani. Ni kampuni ya biashara. Ukiwauzia kwa bei ya soko la dunia, wao watauzaje kule kwenye dunia? Sasa walienda kwenye hatua ya kuchambua. Waliuliza hiyo taasisi, wewe kutengeneza kilo moja ya korosho iliyobanguliwa unatumia kiasi gani cha korosho gafi? Wakaelezwa wastani wa kama kilo 4 mpaka 5. Kilo 4 mpaka 5 ya gafi inatengeneza kilo moja ya korosho iliyobanguliwa. Wakauliza, kama unanunua kwa kiasi hiki,
hicho kiasi chako unachouzia ambayo ni sawa na bei ya dunia umekifikiaje? Hebu kokotoa. Mimi nasikiliza live. Wakawa hawana majibu, wakapiga piga. Nadhani yule mtu wangu baadaye uzalendo pia ukamzidi, akauliza, nimeingia hapa, nimewakuta magari VX yamejaa hapa na nimeona mkiingia wakurugenzi na magari. Uendeshaji wa magari haya si ndio umefikia hapo? Maana si ndio sisi tunalipa uendeshaji wa haya magari yenu? Hii kampuni yenu inalipaje haya magari VX bei ya kununua, mafuta ya kuyaendesha? Si ndio sisi tunalipa hiyo bei? Ndio maana bei yenu iko juu. Sasa mimi nasikiliza tu. Nikakuta wale mwishoni wakasema, asanteni, korosho zenu hatuzichukui. Walipotoka pale wananipigia, balozi, nchi yako imetushinda, tunaondoka, tunakwenda Gambia. Gambia ni nchi kadogo sana Afrika Magharibi. No. Lakini wamekwenda kule, wananipigia simu kutoka kule, tumepata korosho nzuri lakini kwa bei nusu ya bei ya Tanzania, ambayo sisi itatuwezesha tupata faida katika soko la dunia. Sasa unaweza kuelewa maana yake. Ndio kusema taasisi zetu hazifanyi utafiti namna gani wapunguze gharama ili wawe competitive katika soko linalofanana la zao hilo duniani, na hasa huku kwetu, ili waweze kuingia sasa kwenye masoko, ili na wale wafanyabiashara wa mataifa na wao waweze kuingia kwenye soko la dunia na waweze kupata faida. Lakini na sisi tumenufaika, wao wamenufaika, na jina letu limetamalaki. Mimi nafikiri hiyo ni kitu kikubwa. Tuna tatizo la kufanya utafiti, lakini tuna tatizo pia la kutokuangalia gharama zetu. Wenzetu Ulaya wamezoea kutembea, madirector wanatembea baiskeli. Mawaziri wanatembea kwa baiskeli. Lakini sisi VX kila kiongozi. Lakini tunasahau kwamba gharama ya uendeshaji wa vyombo hivyo ndio sehemu ya gharama ya uzalishaji wa kile tunachokitengeneza. Kwa sababu lazima utengeneze ile gharama ambayo unaitumia ndio itaingia kwenye hatimaye gharama kubwa ya uendeshaji wa kampuni au shirika lako. Kwa hiyo nadhani hizi bado ni changamoto na wanalalamikia sana wenzetu. Lakini la mwisho katika hiyo eneo nafikiri ni swala la serikali imefanya kazi nzuri tangu nadhani 2017. Wamekuja na kitu kinachoitwa blueprint. Hii blueprint inatoa changamoto zote katika maeneo ya ufanyaji biashara na uwekezaji, na namna gani changamoto hizo zinaweza kuondolewa na nani anaziondoa. Sasa 17, leo tuko 2020, ni miaka mitatu. Wenzetu ukitengeneza policy ndani ya miezi miwili mitatu umeshatengeneza na sheria ya kutengeneza hiyo policy. Sasa sisi 2017, 18, 19, miaka minne tuna hiyo blueprint. Wakija wageni tunawaambia kwamba tuna blueprint ambayo haiwasaidii lakini sisi kwa kuitamka tuna blueprint. Sasa wamechoka, wanasema sasa blueprint itageuka kuwa sheria lini? Lini mtaifanya kuwa sheria ili manufaa haya yanayotajwa ndani ya blueprint sisi tuweze kuyapata na mazingira ya ufanyaji biashara yawe mazuri? Ni Dr. Slaa, balozi wa Tanzania nchini Sweden. Huyu ndo mwakilishi wa Tanzania kule nchini Sweden. Tuko naye katika kipindi cha dakika 45 unachokifuatilia kupitia ITV pamoja na Radio 1. Dr. Dunia sasa inakabiliana na janga la virusi vya corona. Tulidhani ni China, lakini sasa dunia nzima ni watu wanakimbia huku na kule. Na ukiangalia barani Ulaya, Italia inaonekana imeathirika pia zaidi na virusi hivi vya corona, na kadri tunavyozidi kwenda unasikia nchi fulani na Afrika tumeweza kuona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo amepatikana mmoja, ukienda Ghana amepatikana mmoja, Afrika Kusini. Kwa hiyo ni janga ambalo ama kwa hakika sasa limekuwa ni tishio. Wewe uko kule Sweden. Sweden ni moja ya nchi ambayo pia nayo imepata maambukizi ya virusi hivi vya corona. Nchi kama nchi ya Sweden imechukua hatua gani? Na wewe kama balozi kule umechukua hatua gani ili kuweza kuangalia pia na wafanyakazi nisema wa Tanzania ambao wako kule? Mwandishi, nakushukuru tena kwa kuuliza swali ambalo ni zuri sana, linalogusa uhai wa binadamu. Na Tanzania tunaweza kujipima tumejiandaa kiasi gani kwa kulinganisha na nchi zingine ili tuweze kuona tunalindaje na maisha ya Watanzania wenzetu.
Kabla sijajibu swali lako, labda niseme kwamba nikiwa kwenye kongamano nilipokea nakala ya gazeti la Sweden ambayo imeandikwa Kiswedish. Ukitaka baadaye ninaweza nikakurushia. Imeandikwa Kiswedish lakini watu wangu wamenitafsiria, ambapo Mswidi anasifu uwanja wa kimataifa wa Dar es Salaam kwa jinsi ulivyojiandaa kupokea wageni katika mazingira haya magumu ya ugonjwa huu. Na nadhani akawa amepita kwenye vituo vingine vya mipakani, au ni watalii, utakuta labda ameenda Arusha au utakwenda kwenye eneo la mlima Kilimanjaro. Hawajaeleza alipita exactly mahali gani, lakini anaeleza kwa kuisema Sweden na kuipongeza Tanzania kwamba Tanzania imejiandaa vizuri sana. Unapofika uwanjani unakuta wataalamu wa afya wako pale na vipimo vyao na wanavyo vipimo. Hawaangalii nani ni nani, wanasimamisha kila moja. Na hii baadaye nimesikia kwa balozi mwenzangu, tena ni balozi ambaye amekuja kwenye kongamano letu, tumetoka naye Sweden, yeye ni kutoka Denmark. Na yeye pia anasema hawakuangalia mimi ni balozi, nilifikiri waheshimiwa watawekwa pembeni au watapitishwa kabla. Tulisimamishwa kwenye mstari bila kujali wewe ni nani, unafuata zile kanuni zinazotakiwa za kupima. Kwa hiyo nadhani nipongeze serikali, nipongeze sana Waziri Umi. Tumemwona Waziri Umi mwenyewe akitokea kutangaza hadharani mara kadhaa. Nimemwona Waziri Ndugulile akienda kwenye vituo. Sisi msifikiri tukikaa nje hatupati taarifa. Tunapata taarifa za Tanzania kila siku, na mara nyingi tunaziona, na tunashukuru sana wenzetu wa vyombo vya habari na mitandao ya online, kwa sababu tunaona vitu vingi sana live. Kwa hiyo niliona kwa macho yangu jinsi waziri anavyozunguka na kukagua utayari wetu iwapo kutakuwa na uhitaji wowote katika kukabiliana na janga hili. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya pongezi. Lakini sehemu ya pili inaonyesha pia kwamba wenzetu kule airport yao, na wakataja uwanja wa Arlanda ndio uwanja mkubwa wa kutoka Sweden kwenda mahali popote duniani, ndio uwanja mkubwa. Lakini uwanja huo wakakuta hakuna maandalizi ya aina yoyote, hakuna vipimo, hakuna hata zile mask za kufungia kwenye mdomo, hawakukuta disinfectant. Pale kwetu kuna disinfectant, ile dawa ya kujisafisha mikono, hawakukuta hiyo. Ndio kitu kilichoandikwa kwenye gazeti la Sweden. Kwa hiyo mimi sisemi Sweden, ni gazeti lao ndivyo ilivyo, wamejisema wenyewe. Lakini niseme kwamba ni kweli sasa hivi hapa tulipo, sina hakika kama Jumatatu ninaweza kurejea Sweden, kwa sababu umeona kila nchi inachukua hatua. Kwanza safari zote kutoka Ulaya kwenda Marekani hazipo. Kuna nchi pia zimepiga marufuku ndege kutoka nchi za EU zenyewe zisiingie kwenye nchi nyingine, na hasa zile nchi zilizoathirika sana. Lakini ndani ya Sweden shule zote zimeweka masharti kwamba mzazi ambaye mtoto wake ametoka nje, mzazi ambaye mtoto wake au mzazi na watoto wake wamekwenda likizo nje, na wenzetu wanapenda likizo sana, sio kama sisi. Kila karibu miezi mitatu wenzetu wanakwenda mahali fulani. Na wale wote waliotoka nje ya Sweden na kwenda nchi kama Israel, nchi kama Italy, nchi kama Iran, wote wamekatazwa kwenda shule. Hao watoto wamezuiliwa kabisa wasiende mpaka wakae wajikarantini wenyewe mpaka siku 14, na wamepewa mahali pa kwenda kupimwa. Kwa hivyo vituo vya kupimwa huko ndani vipo, ila airport ndio vilikuwa vionekani sana. Lakini kwa upande mwingine tena unakuta kwamba huduma muhimu, kwa mfano disinfectant hizi, mimi kabla ya kuja nilitokana na matangazo ya kwamba tujihadhari, tutumie hizo dawa kila wakati kwa kujisafisha mikono. Hizo dawa haziko tena dukani, zimeisha. Na pale zinapopatikana unaambiwa unaruhusiwa kununua moja tu. Kwa hiyo inaonyesha jinsi hali ilivyo ngumu na mbaya. Kwa hiyo nchi zinajiandaa kwa kadiri hali yao. Sweden imejiandaa kwa kiasi chake, na mara nyingi tatizo hili linakuja kutokana na watu wanaokwenda kwenye maeneo yaliyoathirika, au watu wa maeneo yaliyoathirika kuja kwenye nchi hizo, maambukizi yanakwenda katika sura hiyo. Nashukuru kwamba kwa upande wa kwetu Tanzania
na tumombe Mungu kwamba isiingie, kwa sababu sisi mazingira yetu huko ndani ufuatiliaji si rahisi sana. Pamoja na kwamba airport wamechukua details zote. Kwa mfano mimi sasa wamechukua details zangu nakaa wapi, lakini kutufuatilia si rahisi. Kwa mfano hatuna anwani. Sweden kila moja ana anwani. Kwa hiyo ukishagundulika una kirusi, ulikuja na ndege gani, ukapanda treni gani, kutoka treni hiyo ukachukua daladala basi lao lipi, ukatoka pale ukachukua taxi namba ngapi, details hizi zote wanazo. Kwa sababu wana network kwenye information, kwenye simu yako unaweza kufuatilia mtu mmoja ukapata hiyo. Sisi teknolojia yetu haijafika hapo. Na nadhani pia hii ni kazi ambayo NIDA, tume ya uchaguzi, TRA ambao wanatoa leseni za madereva wakae chini tupate system moja ambayo inachukua na taarifa kamili ya Mtanzania. Hii habari ya kila chombo inafanya mambo yake. Haya mambo yametuharibia sana. Tungekuwa na network moja, kwa sababu Sweden mimi si Mswidi, lakini kutokana na kitambulisho chao wakati wote iwe nimeanguka barabarani watajua mimi ni nani, mimi natoka wapi, details zangu za afya zikoje, nitapata huduma haraka iwezekana. Sasa sisi hatuna. Ukienda polisi wana taarifa yangu, ukienda mahakama wana taarifa yangu, ukienda idara ya kodi wana taarifa yangu. Kila kitu katika sekunde moja inapatikana. Ndio maana tumeathirika. Sasa kwa mfano NIDA na Chekira sasa wanasema sisi tusiwe na simu. Kwa mfano mimi sasa nimekuja sina mawasiliano. Hivi unategemea mimi niko Sweden nije kuchukua hivi biometric, nije safari kwa ajili ya biometric tu alafu urudi Sweden, alafu nirudi na kujaje? Kwanza nahitaji vibali vya serikali kuja huku, lakini huo muda wa kukaa kwenye hiyo milolongo napata wapi? Kwa hiyo sasa tumepoteza mawasiliano. Nimepoteza mawasiliano, maana yake nini? Maana yake kwa kipindi chote niliko hapa siwezi kufanya kazi ya kutafuta wafanyabiashara wa Tanzania niwaunganishe na Sweden. Maana yake ndio kazi ya simu. Kwa hiyo tuangalie sisi mifumo yetu na akili yetu iende mbele zaidi kuliko kufikiria tu kila taasisi inajilimit katika sura yake. Kwa hiyo mimi nadhani niwapongeze Wizara ya Afya, nipongeze serikali kwa ujumla wake, na tumombe Mwenyezi Mungu kwa kweli apishe nchi yetu na janga hili kubwa. Ukiangalia tatizo au athari za kiuchumi na kibiashara hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inakabiliana na virusi hivi vya corona, unazungumziaje eneo hili? Ni dhahiri kabisa kila nchi kwa kiwango chake kimeathirika na kitazidi kuathirika. Bahati mbaya sisi hatuna uwezo kama wa China. Kama tulifuatilia, mnakumbuka kwamba muda mfupi tu baada ya ugonjwa kugundulika China, walijenga hospitali kubwa, nafikiri size zaidi ya Muhimbili ndani ya wiki 2. Sasa hiyo ni nchi kubwa. Lakini ya pili, licha ya kuwa na uwezo wa kifedha, wale wana uwezo wa kiteknolojia, wana madaktari wataalamu. Sisi uwezo ule hatuna. Kwa hiyo athari yake ikiingia kwetu itachukua muda mrefu. Hata kudhibiti wale wachache ambao tunaweza kupata athari, kuwarudisha katika hali. Dawa hizo tunazipata wapi? Vifaa vile vya kuhudumia tunazitoa wapi? Yale majaketi ya kuvaa tunazitoa wapi? Viwanda kule Ulaya vimetangaza kwamba wenyewe sasa hivi vime-run out. Katikati pale hata China ilihitaji kuingiza yale majacket kutoka nchi zingine za Ulaya. Sisi tukipata janga tunaenda kuagiza wapi? Na kama tukienda kuagiza hela tunatoa wapi? Mpaka tutegemee wahisani watuchangie. Kwa hiyo athari hiyo ni kubwa sana kwa nchi maskini kama ya kwetu na nchi zote za Afrika kwa ujumla wake. Lakini ya pili, dunia tunategemeana. Tanzania biashara yetu kubwa sana. Ukienda Kariakoo bidhaa nyingi zimetoka China. Kutokuingia China kwa wafanyabiashara wetu kumeathiri kwa kiwango kikubwa. Ndege haziwezi kusafiri. Tanzania tuliambiwa ilikuwa inaanza ziara ya Guangzhou Uchina, lakini imeacha. Kwa kuacha tu ile, maana yake unaendelea kulipa wafanyakazi lakini hawafanyi kazi ambayo inazalisha. Kwa hiyo uchumi lazima utaathirika kwa kiwango hiki. Mimi si mchumi, siingii kwenye takwimu za kiuchumi, lakini hata mtu wa kawaida anaweza kuona tu hizi athari za jumla. Lakini vile vile athari hizi unaweza kuzipima kwa sura nyingine. Kuna nchi zitazalisha vitu ambapo pale biashara ipo, zinaweza kunufaika kwa sababu kipindi hicho kuna shortage mahali fulani. Huyo ambaye amebahatika kupeleka kwenye nchi hiyo ataongeza biashara yake.
Kwa hiyo nadhani ni lazima kutathmini kila situation kwa namna yake. Asante sana. Mtazamaji na msikilizaji wa Radio 1, mpaka hapo nahitimisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha dakika 45 ambacho studioni mgeni wetu ni balozi wa Tanzania nchini Sweden, Dr. Wilbrod Slaa. Balozi, nikushukuru sana kushiriki nasi katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha dakika 45. Na mimi nakushukuru sana Deo. Kazi ya kuelimisha umma ni kazi muhimu na ndio kazi yetu, kwa sababu kazi ya kwanza ya balozi ni kuzungumza. Kila tunapoenda kazi yetu ya kwanza ni kuzungumza. Kwa hiyo kupata nafasi hii nashukuru sana. Asante sana. Basi mtazamaji na msikilizaji, tukutane katika sehemu ya pili ambako huko sasa tutaangalia masuala ya kisiasa. Hadi wakati mwingine, kwa niaba ya wale wote ambao tumeshiriki katika maandalizi ya kipindi hiki, mimi ni wako mtangazaji Deogratis Loyunga. Hadi wakati mwingine, uwe na siku njema. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.